habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Nikukaribishe vyema kwenye habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Fatma Hassan, karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu honoris causa na Chuo Kikuu cha Rudin na nchini Urusi. Rais Samia amepokea tuzo hiyo ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake ya kiserikali ya siku 3 iliyoanza jana nchini Urusi, ambapo anatarajiwa kuikamilisha hapo kesho. Hii inakuwa ni shahada ya 8 ya heshima kwa Rais Samia, ikitanguliwa na nyingine kama hizo kutoka vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi, ambapo vyuo vya hapa nchini vilivyomtunuku shahada ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Mzumbe na Chuo Kikuu cha Zanzibar, wakati vyuo vya nje ni kutoka Nigeria, Uturuki, India na Korea, ambapo kwa mwaka huu pekee shahada hii ni ya pili. Ya kwanza alipata mwezi Aprili 2026 kutoka Chuo Kikuu cha Nasarawa kilichopo nchini Nigeria. Rais Samia amepata tuzo hizo ikiwa ni utambuzi wa mchango wake mkubwa katika kukuza diplomasia, uchumi na ustawi wa jamii. Hii ni ziara ya pili kufanywa na Rais wa Tanzania nchini Urusi tangu mwaka 1969 alipozuru baba hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa ni zaidi ya miaka 50 iliyopita. Na ni ziara hiyo ya kihistoria kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuzuru nchi ya Urusi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha hatua za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola ili kuzuia hatari na ugonjwa huo kuingia na kusambaa nchini. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa kamili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalumu Asha Moto aliyehoji kuhusu kuibuka kwa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani na mpango wa serikali wa kudhibiti na kukabiliana na janga hilo. Hivi karibuni kumeibuka na taarifa za kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kwa baadhi ya nchi za jirani, ambapo na kwa kuwa nchi yetu ina mahusiano mazuri sana na nchi hizi za jirani, je, serikali imejipangaje kudhibiti na kukabiliana na janga hili la Ebola? Kwanza nitumie bunge lako tukufu kusema mpaka sasa tuko salama, nchi yetu iko salama. Serikali kwa kutambua hilo tumeendelea kuchukua hatua za kutoa elimu, na nitumie bunge lako tukufu kuendelea kupaza sauti kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukichukua tahadhari yanapotokea mambo ya magonjwa ya aina hii. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi wa umma kuelekeza nguvu zao katika kutumikia wananchi badala ya kutumia muda mwingi kupanga mikakati ya uchaguzi na kutafuta nafasi nyingine za uongozi. Nafasi ya naibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri hufanyika kila baada ya mwaka mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uchaguzi huu wa kila mwaka haujawahi kuziacha salama halmashauri zetu pamoja na madiwani, kwani chaguzi hizi hupelekea misuguano, migongano na jambo ambalo linapelekea hata utendaji kazi wa madiwani wetu katika halmashauri kuzorota sana, kwa sababu kila baada ya uchaguzi mmoja wao huanza kuingia katika michakato ya kampeni na hivyo shughuli za halmashauri kuzorota. Tusiwe na nchi na wananchi wanaowaza uchaguzi kila siku. Uchaguzi si kazi. Kuna kazi tunazotakiwa kufanya ili wananchi waweze kupata maendeleo. Na yasema kwa wale makamu ambao kila wakati wanagombea, lakini wapo pia hata wale wenye viti. Anaapishwa leo wenyekiti wa halmashauri, siku hiyo hiyo anaanza kampeni ya kutafuta ubunge. Kila mtu afanyie kwanza kazi nafasi aliyopewa, na ili watu waione kazi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10.
Jeshi la polisi mkoani Simiyu linawashikilia watu wawili akiwemo mwalimu wa shule ya sekondari kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya aliyekuwa mhandisi wa ujenzi RUWASA wilaya ya Busega marehemu Safieli Sentoza ambaye aliuawa kwa kushambuliwa na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na watu wasiojulikana akiwa nyumbani kwake kijiji cha Ulima kata ya Nyashimo majira ya usiku. Tupate taarifa kamili. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu ACP Ed Swebe, watuhumiwa hao wawili ambao kwa sasa wote wapo mikononi mwa jeshi la polisi wamekamatwa kufuatia msako mkali uliofanywa na askari na makachero wa jeshi hilo, ambapo mmoja kati ya watuhumiwa hao amekamatiwa jijini Dar es Salaam. Uchunguzi wa awali unaonyesha mauaji hayo yalifanyika na kuwa tumebaini ya kuwa watuhumiwa hao walikuwa na tamaa ya kuwania mali, na inadaiwa kuwa watuhumiwa hao walikuwa na taarifa kwamba marehemu alikuwa na fedha zilizokusudiwa kununua gari kwa ajili ya mradi wake wa kutengenezea matofali. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Simiyu linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo ili kuubaini mtandao mzima wa watu waliohusika kutenda mauaji hayo, na upelelezi utakapokamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wote wachache wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kwa lengo la kujipatia kipato kisicho halali. Tunatoa wito kuwa waache mara moja, kwani hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Aidha, jeshi la polisi linasisitiza kuwa uhalifu haulipi na kwamba wahalifu wataendelea kusakwa na kukamatwa popote walipo. Joseph Ndau, Channel 10. Spika wa Bunge Musa Anzani Mbuzungu amemwelekeza katibu wa Bunge kuandikia barua za kujieleza wabunge waliokwenda nchini Morocco kuangalia fainali ya kombe la AFCON kwa vijana chini ya miaka 17 bila kuomba ruhusa na kupata kibali cha spika. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ametuandalia taarifa. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Spika Zungu amesema taarifa zilizomfikia zinaonyesha kuwa baadhi ya wabunge walisafiri kwenda Morocco kushuhudia fainali hiyo bila kufuata taratibu zinazotakiwa. Natoa maelekezo kwa katibu, wabunge wote waliosafiri bila kibali cha spika au ofisi ya spika waandikiwe barua za kujieleza kwa nini wamevunja kanuni za kibunge na kutoka nje ya nchi bila kibali cha ofisi ya spika. Pamoja na nia njema iliyokuwepo, taratibu za kibunge lazima zifuatwe. Katibu wape siku 4 kuleta majibu yao, na pale wataposhindwa hatua za kikanuni za kinidhamu zichukuliwe. Katika hatua nyingine, Zungu ameeleza kutoridhishwa na mwenendo wa baadhi ya wabunge wanaohudhuria bunge kwa ajili ya kusajili mahudhurio pekee kisha kuondoka na kurejea tena wakati wa uhakiki wa jioni. Mtu anakuja asubuhi, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Anakuja jioni, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Huu ni utoro vile vile. Kuna wengine wanachukua nafasi ya kutokuwepo, lakini wenzi wao kuwasainia kwenye karatasi zetu za manjano kujifanya na wao wapo. Yule anayesaini tunamjua, wanafahamika, na yule anayesainiwa anafahamika vivyo kwa ni mtoro. Hao nao vivyo tuwachukulia hatua za kisheria za kikanuni. Kuna wabunge wengine yote hayo hawafanyi, lakini ndani ya bunge hawamo. Wakati huo huo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewapongeza vijana wa Serengeti Boys kwa kutinga fainali ya mashindano ya Afrika kwa vijana chini ya miaka 17. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie bunge lako tukufu kuwapongeza vijana wetu wa Serengeti Boys kwa hatua kubwa na yenye heshima waliofikia katika mashindano ya vijana chini ya miaka 17. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10.
Shukrani sana Roda Simba kutoka jijini Dodoma. Ujerumani yapata pigo baada ya kushindwa kuingia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikizidiwa na Ureno na Australia ambazo zilipata kura za kutosha kujiunga na baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwakani. Ujerumani imepata kura 104 pekee chini ya kura 127 zilizohitajika kushinda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kushindwa katika uchaguzi wa kuwania nafasi kwenye baraza hilo. Matokeo hayo yanachukuliwa kuwa pigo kwa serikali ya Kansela Friedrich Merz ambaye amekuwa akitaka kuimarisha nafasi ya Ujerumani katika masuala ya kimataifa na kusema ataendelea kutekeleza wajibu wake ndani ya Umoja wa Mataifa licha ya kushindwa kwao. Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, Askofu Dr. Alex Malasusa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa makumbusho ya kumbukumbu ya marehemu Mchungaji Silas Msangi yatakayofanyika kijiji cha Kifula wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Makumbusho hayo yamejengwa na familia ya mchungaji huyo kwa lengo la kuhifadhi historia na urithi wa maisha yake, ikiwa ni pamoja na utumishi wake ndani ya KKKT na mchango wake katika uandishi wa baadhi ya nyimbo zilizomo ndani ya kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu. Hatua hiyo inalenga kudumisha historia yake vizazi vya sasa na vijavyo. Ahmed Nanone ameandaa taarifa kamili. Akizungumza na Channel 10, mtoto wa marehemu Bwana Abel Silas Msangi amesema ujenzi wa makumbusho hayo umetokana na mapenzi makubwa ya familia kwa baba yao pamoja na dhamira yao ya kuhakikisha mchango wake hausauliki. Naamua kujenga nyumba hii ya makumbusho ya Mchungaji Silas Msangi, na tunakumbuka vipawa vyake ambavyo vina mchango mkubwa sana kwa familia, kwa kanisa na hata kwa taifa. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Mwanga Dr. Daniel Mono amesema kanisa linaendelea kumkumbuka Mchungaji Silas Msangi kama mtumishi aliyeacha alama kubwa licha kuishi kwa muda mfupi wa miaka 46 tu. Alikuwa mtunzi wa nyimbo, alikuwa mwalimu wa muziki, alikuwa pia mwalimu wa theolojia, na Mungu alimjalia katika umri wake huo mdogo aliweza kutunga zaidi ya nyimbo 300. Ukifika kwa Mchungaji Sila katika makumbusho yake unaweza kuona hasa kwa macho, kwa sababu watu wengi kwa siku hizi hawapendi kujifunza sana, kusikiliza sana wakiwa wametulia darasani au kanisani, wanapenda kuona kwa macho. Kwa hiyo kama wanaweza kufika katika makumbusho haya watajionea. Uzinduzi wa makumbusho hayo unatarajiwa kufanyika Juni 21 mwaka huu, ambapo viongozi wa kanisa, familia na waumini wanataraji kushiriki tukio hilo la ujenzi wa maisha ya mtumishi huyo na Mchungaji Silas Msangi. Naam, katika kutambua mchango wa askari wa jeshi la polisi katika kuimarisha usalama wa raia na mali zao, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanya gwaride maalum la utoaji wa sifa na zawadi kwa askari waliofanya vizuri katika utendaji wa kazi kwa mwaka 2025-2026, hususan katika kubaini, kuzuia na kutanzua vitendo vya uhalifu katika jamii. Michael Patrick ameandaa taarifa kamili. Zoezi hilo limeongozwa na kamanda wa polisi mkoa wa Njombe ASP Mahmudu Banga katika makao makuu ya jeshi la polisi, ambapo jumla ya askari 8 waliotajwa kuwa na utendaji bora wamepongezwa na kutunukiwa vyeti vya pongezi na zawadi mbalimbali. Kwa wetu wa Njombe tumetoa sifa na zawadi kwa jumla ya wakaguzi 4, lakini na askari wa rank and file 4, jumla yao wamekuwa 8, na hawa ni miongoni mwa wale waliofanya vizuri katika mwaka wa fedha 2025-2026. Askari hawa wamejitoa katika utendaji wao wa kazi na wamelisaidia jeshi kufikia malengo yale ambayo yalikuwa yamekusudiwa katika kuzuia na kutanzua uhalifu. Na
na kuhakikisha kwamba mashauri yanaenda kwa haraka na kumekuwa na mafanikio makubwa katika kesi mbalimbali zikiwemo zile ambazo ni za ukatili wa kijinsia. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliozungumza na Channel 10 wameeleza kuridhishwa na namna Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linavyoendelea kutekeleza majukumu yake, wakibainisha kuwa hali ya usalama imeendelea kuimarika na matukio ya uhalifu kupungua. Kwa kweli huduma za Jeshi la Polisi kwa sasa hivi wananchi wanaanza kuzitambua. Kwa mfano, kwa hivi sasa kila mikutano tunayoitisha Jeshi la Polisi, hasa polisi jamii, tunao wakati wote tunashirikiana nao. Na hivi katika shughuli zetu katika mtaa wetu, polisi jamii ndio tunaoshirikiana nao hata katika kupatrol usiku. Aidha, wananchi hao wamesema katika kuimarisha ulinzi kwenye mitaa mbalimbali wamejitoa kushiriki ulinzi shirikishi ili kuzuia uhalifu katika makazi ya wananchi. Tunashirikiana vizuri na polisi, tuko bega kwa bega. Mwenyewe pia nipo kwenye sungusungu pia. Jeshi la Polisi kama kuna shida na wasiliana nao, kama kuna tatizo wanafika. Kutoka hapa makao makuu ya Jeshi la Polisi mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Jamii imetakiwa kushirikiana kwa pamoja katika kukomesha vitendo vya mmong'onyoko wa maadili vinavyoendelea kujitokeza katika jamii badala ya kuacha jukumu hilo kwa taasisi za kidini na jumuiya ya umoja wa wazazi pekee, huku ikisisitizwa kuwa malezi bora ni wajibu wa kila mwananchi. Amani Mano anaripoti. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa umoja wa wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Fadhili Maganya wakati akitoa taarifa kwa wanahabari kuelekea maadhimisho ya wiki ya wazazi yatakayofanyika Julai 4 mwaka huu jijini Mwanza. Amesema maadili mema ndiyo msingi wa kujenga taifa lenye heshima, umoja na maendeleo endelevu, hivyo ushiriki wa wazazi, walezi, viongozi wa dini na jamii kwa ujumla ni muhimu katika kuhakikisha vijana wanalelewa katika misingi inayokubalika na jamii. Lakini jukumu hili si la jumuiya ya wazazi pase. Jukumu hili ni la jamii nzima, kwamba tunazo mila na desturi zetu za Kitanzania, za Kiafrika ambazo mapenzi ya jinsia moja si sehemu yake. Aidha, mwenyekiti Maganya ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM amesema madai yaliyotolewa hivi karibuni na mbunge anayetokana na Baraza la Uwakilishi Zanzibar ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bwana Simai Mohamed Said ya uwepo wa usaliti ndani ya serikali ni maoni yake binafsi na sio msimamo wa chama hicho. Hizo sentiments hazijatoka kati ya hao watano. Yalikuwa ni maoni ya mtu binafsi, kiongozi katika ngazi ya ubunge, lakini sio msimamo wa Chama cha Mapinduzi. Taarifa hiyo imeeleza kuwa maadhimisho ya wiki ya wazazi yatakuwa na shughuli mbalimbali za kijamii zinazoenda sambamba na majukumu matano ya jumuiya hiyo ambayo ni elimu, malezi, mazingira, afya na utamaduni. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mapigano makali yametikisa mji wa Mogadishu nchini Somalia usiku kucha, huku vikosi vya usalama vikikabiliana na wanamgambo waliovamia maeneo kadhaa wakati wa mapigano hayo kati ya makundi ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo hii. Mapigano hayo yamezuka wakati viongozi wa upinzani waliowasili mjini Mogadishu kushiriki maandamano dhidi ya uamuzi wa rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mahmud kuongeza muda wa uongozi wake kwa mwaka mmoja. Rais Mahmud anasema mabadiliko ya katiba yanampa muda wa ziada, lakini hali ya kisiasa nchini Somalia bado ni ya wasiwasi mkubwa kutokana na mgawanyiko wa makundi ya kisiasa na tishio la kundi la Al-Shabaab. Naam, mtazamaji, na taarifa hiyo basi inatupa nafasi kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.